Tazama huyo malaya, anajiona sana. Eti nywele kama kuku. Aibu kabisa. Ataharibu watoto wetu na tabia zake chafu. Walikuwa wanamuita kahaba wa mtaa. Walimcheka, walimdharau, walimuita majina mabaya bila huruma. Lakini hawakujua kwamba siku moja yule yule walimdharau angekuja kuwa mwanamke atakayewafanya wote wainamishe vichwa vyao kwa aibu. Kuliendaje? Kaa vizuri, tega masikio yako kwa makini, kwa sababu hii si hadithi ya kawaida. Sasa basi, kabla hatujaanza hadithi hii, bonyeza like na utuambie kwenye comment unatazama hadithi hii ukiwa wapi. Mimi ni Ismail, niko Kenya. Sasa tuanze. Katika mji wenye msisimko na kelele za mtoni Pangani, mji ambao haupumziki hata usiku, kila mtu alimfahamu msichana mmoja aliyeitwa Nadia. Watu walimjua kwa uso wake, lakini hakuna aliyejua simulizi ya roho yake. Waliona tu kivuli, wala si mtu halisi nyuma ya kivuli hicho. Nadia alikuwa na umri wa miaka 23. Alikuwa maarufu kwa mavazi yake ya kupendeza, sketi fupi, nguo zinazobana mwilini na nywele zenye rangi nyingi za ajabu, wakati mwingine nyekundu kama moto, manjano kama jua au zambarau kama alfajiri. Aliishi kwenye chumba kidogo nyuma ya duka la Salafina, karibu na soko kuu la Mtoni Pangani. Kila usiku alitembea njia za mji, akivuta sigara bila wasiwasi, akijitafutia riziki kwa njia iliyomfanya watu wamkasikie jina lake kwa dharau. Akina mama wa mji ule walimtumia Nadia kama mfano mbaya kwa mabinti zao, wakisema, "Mwangalie yule, msije mkawa kama yeye, asiye na baba, mama wala kesho nzuri." Walimcheka, walimdhihaki. Hata wasichana wa shule wadogo walimkejeli anapopita. Lakini Nadia alipita mbele yao, akiwa ameinua jicho kwa kiburi, huku ndani ya moyo wake kila tusi lilichoma kama kisu cha moto. Alipiga moyo konde kila siku. Lakini Nadia hakuwa hivi daima. Alizaliwa kwa mama mmoja mpole aliyeitwa Diana. Baba yake, mtu asiyestahili hata kutajwa jina, alitoweka kabla hata mtoto kuzaliwa. Mara tu aliposikia habari za ujauzito, Diana alipambana peke yake, akauza matunda asubuhi, akafua nguo za matajiri jioni, ili kumlea binti yake kwa jasho na machozi. Nadia alikuwa mtoto mwerevu sana shuleni. Mwalimu wake, Amani, alisema mara nyingi, "Huyu mtoto ana kipaji cha ajabu." Lakini nyota mbaya iliingia Nadia alipofika darasa la 4. Diana akaanza kuumwa ugonjwa mzito. Hakukuwa na pesa za dawa wala ndugu wa kusaidia. Siku moja ya alfajiri, Nadia akiwa na miaka 11 tu, aliamka, akamuita mama yake. "Mama, mama." Hakuitika. Akamgusa begani. Mwili ulikuwa baridi. Ndipo akagundua kwamba mtu pekee aliyekuwa naye duniani ameondoka milele.